بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1445 katika silsila ya durus za sira ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, tulianza katika kikao kilichopita kuzungumzia hijra ya kutoka Makka kuelekea Madina na kuwaelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba wake watoke Makka kutokamana na udhia za washirikina waelekee Madina kwa Ansar, sababu tayari imekuwa ni nyumba ya Uislamu. Tukasema kuwa tutataja biidhnillahi taala baadhi ya matukio ya baadhi ya masahaba na shida walioipata katika kufanya hijra kutoka Makka kuelekea Madina. Na leo biidhnillahi taala tutamzungumzia ummul mu'minina Ummu Salama radhiyallahu anha na mtihani mkubwa aliyoupata kwa ajili ya kufanya hijra kuondoka Makka, ambao wakati huo ilikuwa ni nchi ya kishirikina na kufur, kuelekea Madina ambao wakati huo ilikuwa ni nchi ya Kiislamu. Tulitaja jana kuwa jambo la hijra halikuwa jipesi, la kwa Waislamu kuwa wao walikuwa wakiwacha majumba yao na mali zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuelekea mahali ambapo mustakbal wa kidunia wao haujui. Kadhalika ilikuwa si jambo jepesi kwa Makuraish kuwawacha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda zao Madina wakiwa wajua kuwa wakikusanyika katika sehemu moja itakuwa ni tishio kwa wao katika pande mbalimbali ambazo tutaziona mbele insha Allah taala. Kwa Makuraish wao wakawa ni kisiki kinachowazuia watu kutokamana na kufanya hijra. Kwa haikuwa sahali kwa masahaba kuondoka Makka. Mwanzo hali tuliyoitaja ya kuwa mtu awacha majumba yake, awacha mali yake kwa ajili ya Allah. Na pili, upande wa pili Makuraish hawataki kuwawacha watoke wakakusanyike Madina. Kwa hivyo jambo la hijra lilikuwa ni zito sana kwa masahaba. Ummu Salama Hindu bintu Abi Umayya ibn al-Mughira radiyallahu anha, زوج أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد، وهو أخو الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. أم سلمة جنالاك هند بنت أبي أمية ابن المغيرة، ambaye alikuwa ni mkewe sahaba Abu Salama Abdullah ibn Abdul Asad, na Abu Salama alikuwa ni kaka yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kunyonya, bimaana wote wamenyonya kwa mama mmoja. وأمه هي برة بنت عبد المطلب، na upande wa mama yake Ummu Salama, mama yake ni Barra bintu Abdul Muttalib. Kwa hivyo na huyu ni ammati yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, sababu ni Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, na mama yake Ummu Salama ni Barra bintu Abdul Muttalib. Afanoni Abu Salama. Abu Salama alikuwa ni mtoto wa ammati yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio Ummu Salama mume wake, alikuwa ndugu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam na radhaa. Fi nafsi alwaqt alikuwa ni mtoto wa ammati yake Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Kwa hivyo Abu Salama akimuita babake Mtume sallallahu alaihi wasallam mjomba. Babake Mtume sallam ni mjomba, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akimuita mama yake Abu Salama, si Ummu Salama. Abu Salama kuwa ni ammati yake. Kwa kuna uhusiano hapa. Wakana radhiyallahu anhu qadima al-Islam, na Abu Salama alikuwa ni katika wale waliotangulia katika kusilimu, waliosilimu miongoni mwa wale watu wa mwanzo waliosilimu. وقد مات أبو سلمة رضي الله عنه بعد غزوة أحد. أبو سلمة alifariki baada ya vita vya Uhud. فلما مات تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة فصارت أم المؤمنين. alipofariki mumewe Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuoa Ummu Salama, ndio maana akawa ni ummul mu'minin kwa kuolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hapa tunapomzungumzia ni kabla ya kuolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akiwa bado yuko chini ya mumewe Abu Salama. وهي أول امرأة هاجرت إلى المدينة. أم سلمة ndio mwanamke wa kwanza aliyefanya hijra kwenda Madina. أخرج الترمذي في جامعه بسند صحيح عن مجاهد قال: كانت أم سلمة رضي الله عنها أول ضعينة أي امرأة قدمت المدينة مهاجرة. وأم سلمة ndiye mwanamke wa kwanza aliyefanya hijra kwenda Madina katika tarehe ya Uislamu. Ama tukizungumzia mtihani aliyopata Ummu Salama radhiyallahu anha, ili jambo amelieleza Ibn Ishaq katika kitabu chake Sira bisanadin hasan. Tumwachie mwenyewe Ummu Salama radhiyallahu anha atuelezee kisa chake, ilikuwaje hijra yake yeye na mumewe na mtoto wake. تقول أم سلمة رضي الله عنها: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيرها ثم حملني عليه وحمل معي ابني سلمة بن أبي سلمة في حجري. أسمى أم سلمة رضي الله عنها alipoamua Abu Salama kuondoka kuelekea zake Madina, na tulizungumza jana kuwa Abu Salama aliondoka kuelekea Madina kabla ya Bai'atul Aqaba Thania kwa mwaka. Kwa hivyo yeye aliondoka mapema kwa sababu ya udhia alikuwa akipata kwa washirikina. Kwa hiyo akawa aondoka kukimbia udhia wanaowafanyia washirikina wa Quraysh. Alipoamua safari, akaja na ngamia wake akiwa amemwandaa vizuri, akamchukua na mkewe na mtoto wake, wakapanda katika ngamia huyo. Thumma kharaja bi yaqudu bi ba'irahu, kisha akatoka akiwa muongoza ngamia wake. Falamma ra'atu rijalu bani al-Mughira ibn Abdullah ibn Umar ibn Makhzum qamu ilayhi, bimaana watu wa kabila langu, yani Ummu Salama asema watu wa kabila langu walipomuona mume wangu aondoka na mimi wakamsimamia. Faqalu: hadhihi nafsuka ghalabtana 'alayha أرأيت صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد. wewe nafsi yako imetushinda, hatuwezi kukuzuia, umeamua atakuondoka ondoka, lakini huyu mke wako tukuachie vipi? Dada yetu, hatuwezi kukuruhusu wewe kuondoka naye, tukuruhusu vipi uondoke naye? qalat fanaza'u khitama al-ba'ir min yadi, mwanzo akampokonya ile kamba alikuwa akimuongoza nayo lingamia kutoka katika mikono yake. Fa akhadhuni minhu, kisha wakanichukua mimi wakaniondoa kwa mume wangu. Qalat wa ghadiba 'inda dhalika banu Abd al-Asad. Abu Salama yeye akaondoka akamwacha mkewe pamoja na mtoto wake. Kabila la Abu Salama yule baba yule wakakasirika kile kitendo kilichofanywa na upande wa mkewe yule bwana. Kwa hivyo wakaja watu wa Abu Salama, faqalu la wallahi la natruku ibnana 'indaha idh naza'tumuha min sahibina, ikiwa mmemchukua dada yenu kutoka kwa jamaa yetu, basi sisi hatuwezi kumwacha mtoto wetu kwenu, sisi tumchukua mtoto wetu.
قال فتجاذب ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده wakaanza kuvutana mpaka yule mtoto akamtoa bega si mkono mtoka yani kama kadislocate hivi wamtalaqa bihi banu Abd al-Asad kisha watu wa bwana kule wakambeba yule mtoto hivyo hivyo wametoa bega wakaenda naye wahabasani banu al-Mughira indahu ama mimi jamaa zangu wakanizuia wakanifunga kwao siwezi kwenda mahali kokote wamtalaqa zawji Abu Salama ila al-Madina mume wangu akatoka akaenda zake Madina Abu Salama قالت ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني امتحاني wakafarikisha baina mimi na mume wangu na mtoto wangu kila mmoja yuko kwake itakao tasawwar hali ya yule mama itakayokuwa mume wake amenyimwa aende naye mtoto wake amepokonywa yuko peke yake قالت فكنت اخرج كل ذات فاجلس بالافطح ikawa kila siku asubuhi baada ya alfajiri natoka nenda sehemu ya Makka hivi kukaa fama azalu abki hatta umsi nabaki kule nalia mpaka jioni nyingine mchana mzima sanatin au qariban minha mwaka mzima niko hivi hali yangu ndio kila siku mwaka mzima hatta marra bi rajulun min bani ammi ahad bani al-Mughira mpaka siku moja akapita bwana mmoja katika watoto wa ammi zangu kabila lake faraa ma bi farahimani akaniona ile hali yangu akanionea huruma faqala li bani al-Mughira ala tuharrijuna min hadhihi al-miskina ni hamuoni dhiki mlivyomfanya mwanamke maskini hivi mnavyomfanya muona sawa mwaka mzima ma faraqtum bainaha wa baina zawjiha wa baina waladiha mtafautisha mkawafarikisha baina yeye na mume wake na mtoto wake قالت فقالوا لي الحقي بزوجك ان شئت wale mabwana akamwambia sikiliza ikiwa wewe unataka kwenda kwa mume wako nenda ruhusa ondoka nenda قالت ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني waliposikia watu wa Abu Salama kwa mimi narudi zangu kwa mume wangu wakanirejeshia mtoto wangu قالت فارتحلت بعيري kamweka tayari nikamwandaa yule ngamia wangu kisha nikapanda ngamia wangu peke yake thumma akhadtu ibni fawada'tuhu fi hijri nikamchukua mtoto wangu nikamweka kwenye mapaja yangu naondoka naye thumma kharajtu uridu zawji bil Madina nikatoka peke yangu naelekea kwa mume wangu Madina qalat wama ma'i ahadun min khalqi Allah sina mtu yoyote katika viumbe wa Allah mimi فقلت أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي nikimpata mtu yafanya hijra yale makundi yanakwenda hijra nitakwenda na wao mpaka tufike Madina حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة رضي الله عنه أخا بني عبد الدار جياني nikafika التنعيم wale ambao washakwenda umra ama haji wajua Tan'im ni wapi mpaka leo iko sehemu ya Tan'im pale huitwa Masjid Aisha ambayo iko nje ya haram nje ya hudud al-haram nilipofika pale nikakutana na Uthman ibn Talha na huyu Uthman ibn Talha ni katika kabila la Bani Abd ad-Dar na hawa Bani Abd ad-Dar ndio wenye funguo za al-Kaaba wao ndio wana funguo za al-Kaaba mpaka leo kabila lake kule Makka wao ndio wenye funguo za kufungua al-Kaaba ila al-Kaaba ikifunguliwa ni wao ndio wanafungua kwa nyumbani kwao waje pale wafungua Mtume sallallahu amewapa akasema haram kwa mtu yote kuwapokonya ufunguo baada ya leo ufunguo uchukueni ila an taquma saa subhanallah kuna mambo mengine Allah subhanahu wa ta'ala kadiri yani familia yake heshimika mpaka leo wako Makka ya familia yake katika kizazi chake mpaka leo wako na hakuna kiongozi yoyote alitawala pale aliwapokonya funguo kwa kwao vile vile mpaka leo katika ufalme wa Al Saud bado ni wao ndio wakija kusafisha pale ni mpaka wao waje wafungue ile Kaaba funguo na wao فقال لي الى اين يا بنت ابي اميه alivoniona na yeye bado hajasilimu aniuliza yeye enda wapi
mama peke yako na mtoto wapi qalat faqultu uridu zawji bil madina mimi naenda kwa mume wangu Madina qala aw ma ma'aki ahadun huna mtu wewe kwenda naye kwenda peke yako qalat qultu la wallahi illa Allah wa ibni hadha sina isipokuwa Allah na huyu mtoto wangu ndani sina mtu mwingine qala wallahi ma laki min matrakin wallahi siwezi kukuacha kwenda peke yako na ni mushrika mushrik amwambia siwezi kukuacha kwenda peke yako njia hatari utakwendaje mwanamke peke yako fa akhadha khitama al-ba'ir fantalaqa ma'i yahwi bi asema akachukua ile kamba ile ngamia na yeye alikuwa na ngamia wake akawa yuelekea afanya haraka yeye yuko mbele mimi namfuata nyuma fa wallahi ma sahibtu rajulan min al-arab qattu ara annahu kana akrama minhu wallahi sijawahi kusuhubiana na mtu katika waarabu aliyekuwa mkarimu kama yeye kana idha balagha almanzila anakha bi alikuwa akifika sehemu ya kushukia yosimama akamketisha yule ngamia thumma staakhara anni kisha yuondoka yenda mbali akitimbali na mimi hata idha nazaltu istakhara bi ba'iri akijua nishashuka nishaketi chini yuaje mchukue yule ngamia fahatta anhu ay ar-rahl thumma qayyadahu fi ash-shajara amtoe yule mzigo amweke kwenye mti kando thumma tanaha anni ila shajaratin kisha yukimbia yenda kando kwenye mti kando yualala kule fataja'a tahta fa idha dana ar-rawah ikifika wakati wa karibia kuondoka qama ila ba'iri faqaddamahu farahalahu aje kwa ngamia wangu amweka tena ile rahli ya juu ya ngamia ili nipande thumma staakhara anni kisha yuondoka yukaa kando faqala arkabi panda yuwapanda fa idha rakibtu wastawaitu ala ba'iri ata fa akhadha bi khitamihi nikipanda kisha niona nimekaa juu ya ngamia wangu ndio yuaje pale karibu yuchukue ile ngamia yomuongoza faqadahu hatta yanzila bi falam yazal yasna'u dhalika bi hatta aqdamani almadina yani alikuwa hakupanga safari amemwona njiani lakini kitu kimoja ambacho hapa mulfit linadhar jiddan ni kuwa waarabu pamoja na jahiliya waliokuwa nayo walikuwa wakiwaheshimu sana wanawake yani kitu chaitwa mwanamke walikuwa wakiheshimu sana na hawakuwa wakosefu wa adabu kwa wanawake kabisa ili jambo ilikuwa ni katika kinyume na murua na uume wakati wa jahiliya kwa mtu kumfanyia uadui mwanamke kwa hili jambo lilikuwepo kwa Waarabu katika damu zao tangu wakati wa jahiliya kabla ya kuja kwa Uislamu na huu ni mfano mzuri wa huyu bwana ambaye alikuwa bado hajasilimu na yaweza kufanya hivi na hili jambo liko kwa kiasi fulani lakini maal asaf leo limepotea pakubwa sana limepotea pakubwa sana sallallahu alaihi wasallam ule ukarimu na uume wa kisawasawa kuwa mtu akawa amheshimu mwanamke ni jambo ambalo wengi katika watu leo wamelikosa na maal asaf ukawapata wanawake hili hawalitaki wataka wao wawe sawa na wanaume ni jambo ambalo haliwezekani walaysa dhakaru kal untha mwanamke ana udhaifu wake na mwanamume akapewa ule ukamilifu ili aweze kumkamilisha mwanamke si kumdhulumu mwanamke awe ataishi mwanamke katika izza na karam atukuzwa aheshimiwa ikiwa huyu ni mtu yuko katika jahiliya yake ajiingia katika Uislamu na hii ndio hali yake katika kumheshimu mwanamke waonaje ulipokuja Uislamu ukazidi kutia nguvu ili jambo falamma nadhara ila qaryati Amr ibn Auf bi Quba akaenda naye mpaka Madina Quba alipoona kile kijiji Quba qala zawjuki fi hadhihi alqarya mumewe yuko katika mtaa huu hapa wakana Abu Salama biha nazilan na Abu Salama alikuwa ameshukia pale akamwambia fadkhuliha ala barakatillah nenda bwana ingia ala barakatillah thumma insarafa raji'an ila makkah kisha huyo akageuka karudi zake makkah فكانت أم سلمة رضي الله عنها تقول والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة sijui nyumba ya waislamu waliopata mtihani kama sisi tuliopata
watu wa Abu Salama, wama raaitu sahiban qattu akrama min Uthman ibn Talha, na sijamuona mtu kusuhubiana naye aliyekuwa mkarimu zaidi kama Uthman ibn Talha. Na hii ni kabla ya kusilimu, na hii ndiyo ilikuwa hali yake pamoja na huyu mama ambaye alikuwa afanya hijra peke yake. Kuna wakfa hapa katika kisa cha Uthman hiki tulichokisoma, na wakumbusha tena yataka tuelewe alikuwa katika hali ya kufru, kana kafira لأنه لم يسلم إلا بعد الحديبية, alisilimu baada ya sulhu al-Hudaybiyah. Na hapa huyu mwanamke wa Kiislamu ashuhudilia kuwa huyu bwana alikuwa mkarimu wakati katika hali yake ya ukafiri na jahilia, akiri fadla yake akiwa katika hali ya jahilia na kufru. Na haswa hili jambo lilikuwepo kwa Waarabu umuman, walikuwa na tabia ya ukarimu, almurua, annajda, yani wakiitwa tu mara moja katika jambo lolote wako tayari kuingia katika kumnusuru yule aliyewaita, hawakubali kumwacha mtu akadhulumiwa. Hizi ni akhlaq zilikuwepo wakati ule, na kumhami yule ambaye ni dhaifu. Tizama huyu mtu mmoja tu, ile murua aliyokuwa nao na akhlaq aliyokuwa nazo, ameshindwa kumwacha yule mwanamke asafiri peke yake, safari ambayo haimuhusu kichwa wala miguu, haimuhusu ile safari. Aslan yeye si Muislamu, yuko katika dini ya wale waliomtoa huyu mwanamke, yuko katika dini ya ushirikina wakati ule, lakini tabia yake, asli yake aliyokuwa nayo, ule uarabu aliyokuwa nao wakati ule, haikumfanya yeye amwache mwanamke mwenye heshima kama huyo aende peke yake katika jangwa lile, yuko pweke, hana mtu wa kumuelekeza, pamoja na kuwa kama alivyotaja hayuko katika dini yake. Lakini tabia kama hizi, ndugu zangu Waislamu, ziko wapi leo? Leo ziko wapi tabia za kumheshimu mwanamke akapewa ihtiram? Wallahi balash, sallallahu alaihi wasallam. Karne al-20 wanavyoita, karne ambayo ina balaa, au karne 21 kama wanavyoita, balaa tupu. Na sallallahu alaihi wasallam amekuwa mwanamke ni kidude tu cha kuchezea, hana utukufu wowote wala heshima yote anayoheshimiwa na wengi katika watu. Maal asaf ndio yaonekana maendeleo hayo leo, ndio maendeleo kuwa mwanamke awe katika hali kama hii, haheshimiwi, hapewi nafasi yake katika mujtama, kama mama, kama dada, kama mtoto wa kike, hapewi nafasi yake hii. Ukiangalia dualul kufr na namna wanavyoamiliana na wanawake, wallahi mambo ya ajabu. Alafu eti wao ndio wataka kuwafundisha Waislamu au nchi za Kiislamu kuwaheshimu wanawake, kuwapa haki wanawake. Na waambieni kitu kimoja, wao washaona kile wanachokifanya kimewaletea madhara makubwa sana katika mujtamaa wao, madhara makubwa, infilat ya hali ya juu. Kama kuna kitu wawaonea wivu Waislamu ni wanawake wa Kiislamu wanaojistiri na kukaa na stara yao na kujihifadhi, ili jambo la wakera sana. Kwa hivyo wakija waja katika sura kana kwamba wamtakia haki yule mwanamke, na wako wanawake maskini ambao hawajui dini yao, mara moja wakahadaika, wakaona kule mwanamke kutembea akiwa hakujistiri, nyara nyara tu, waziwazi tu, mtu yoyote, balaa tupu, aona huko ndio kuendelea. Na kule yeye kujistiri, kukaa chini ya taa ya mume wake, taa ya mzazi wake, huku ni kurudi nyuma, kuendelea ni afanyie anavyotaka yeye. La. Na ndio maana Uislamu ukamwekea mwanamke siku zote mwanamume anayekaa kumchunga na kumwangalia maslahi yake, amwangalia kila jambo lake. Wewe tizama, na kupa mfano tu hai. Leo sote tufahamu kuwa wali ni sharti katika kuolewa mwanamke, ni sharti wali awepo. Angalia hii hali tunaokwenda nayo leo, ni kama wataka kumpokonya yule mwanamume au yule baba ile haki ya kuwa yeye ndiye wasema binti yangu aolewa na huyu au haolewi na huyu. Yeye yule baba ndiye amepewa jukumu hilo, kuwa binti yake aolewe na huyu. Ukamwona yule baba akija kijana hivi akamwona huyu hafai,
moja kwa moja sema nini, huyu sikutakii. Lakini katika hali tunaoishi leo ya mitandao, yule mtoto wa kike aweza kujuana na mwanamume fulani kisha akamwambia mzazi wake, mimi huyu ndio namtaka kama mume wangu. Unaona? Akikataa yule baba, basi zitatumika kanuni zozote nyingine ili mradi yule mtoto wa kike ya imma aolewe, ya Allah anstirika anaolewa basi, ya imma kutokea lingine tammatul kubra, nasallallahu sitr, Allah wastiri watoto wetu. Lakini litokea jambo kama hilo, kwa yule baba hayuko radhi, kwa sababu yeye ndiye yajua maslaha ya mtoto wake na yeye ndiye ana uchungu zaidi wa binti yake kuliko mtu yote mwingine. Lakini ukamkuta yule binti maskini kwa ule ujinga aliokuwa nao, aona kama yule baba wasema wenyewe amkatia riziki ishakuja. Kuna riziki zingine za haramu jamaa, na kuna riziki nyingine si riziki tu, chakula kishaoza wewe wabeba tu, wala utaumwa na tumbo wewe. Si kila riziki jamaa, riziki ndio mimi huwaambia saa nyingine sisi pia ni sababu wazazi. Akaja mtoto wa kiume talib ilmu kwa mfano, inshallah anahifadhi Qur'an, lakini si maskini, basi yule mtoto wa kike ataamba hebu swali istikhara, basi ataswali istikhara yule mtoto wa kike. Kisha waonaje moyo wako, mzito ama mwepesi? Swali tena, hakikisha sio sunna hivi, aswali tu istikhara. Bwana tuongojea jawabu, subiri bwana, wacha haraka. Lakini akija mwenye uzito wa dunia, yani mfuko wake mzito, huyo aswaliwi istikhara. Tuswaliwa sisi tu istikhara, tulab alilm ndio aswaliwa istikhara. Lakini wasema bahati kuja, utaiwata bahati hivi iende, asikia bahati. Lakini yule imamu sijui kama talib ilmu yule ataswaliwa istikhara kweli tena, alafu waulizwe mara 10 angalia vizuri ha? Alhasil, saa nyingine sisi tuchangia katika kuwapa watoto wetu waume ambao hawafai. Lakini mahalu shahidi ni kuwa Uislamu umemwekea mwanamke kila namna awe yuhifadhika. Yule baba yuko na yeye, amuelekeza, huyu ndio mume anayekufaa, huyo kufai. Akashindana tu pale, akasema mimi namtaka huyu, sitaki kujua, tuseme itoke hivyo mpaka aolewe, wengine lazima kwa kadhi na nini. Shida yoyote itakayompata yule mtoto wa kike atarudi wapi? Hawezi tena kurudi nyumbani, kwa sababu ametoka nyumbani katika sura ambayo hairidhishi. Ni kwa watu hawako radhi ndani ya nyumba. Na hivi ndivyo inavyokuwa katika ndoa nyingi ambazo hahusishwi wali. Hivi ndio inavyokuwa, mwisho huwa ni majuto, sababu yule wali alikuwa yuamuona yule hafai tangu na mwanzo, na yeye wajali maslaha ya binti yake. Baba hawezi kuachana na binti yake mpaka aondoke duniani, hata akaenda kuolewa wapi, akaenda wapi, bado marejeo yake kwa yule baba. Kila kitakachompata atarejea kwa babake, chochote kitakachompata. Angalia Uislamu ulipomweka. Alafu upande mwingine kuna ndugu. Sasa ikiwa na ndugu wa kiume, ni ngumu sana mwanamume kumdhalilisha mkewe ikiwa na ndugu wa kiume, huwa yuogopa. Haswa na mimi nawaambia nyinyi ndugu zanguni, ikiwa una dada yako ameolewa, muulizie hali yake kila wakati. Muulizie tu, nampigie mumewe, muulize vipi dada yetu kuendeleaje, ajue wewe washughulika. Atamuogopa yule mtu, hawezi kumdhulumu. Atajua huyu kuna jamaa wako nyuma yake hapa, nikianza kuleta mchezo hapa. Alafu muwe kama ndugu, mko 5 au 6 hivi. Nakwambia hili jambo hakika waqi'. Akijua kuna wanaume wamesimama na yeye, atampa heshima yule mtoto wa kike. Lakini na wewe ukawa ni ndugu, kisha huna habari na dada yako ameolewa, shauri yake atajipanga. Usiwe hivyo. Wewe Allah amekujalia ni sababu ya yule dada yako kupata heshima. Hivi ndivyo Uislamu ulivyomweka mwanamke aheshimika. Nikiyazungumza haya ni marefu, yana mahali pake, lakini ni kuona tu katika hiki kisa, subhanallah, namna gani walivyokuwa wanaume na heshima kwa wanawake, ile heshima ya hali ya juu walikuwa nayo, ambapo leo hili jambo limekosekana sana kwa wengi katika watu. Kwa hii ndio ilikuwa hijra ya Salama radhiyallahu anha wa ardhaha. Hijra
zinazofuata inshallah tutagusia tu kidogo kidogo wale masahaba biidhnillah taala waliokwenda hijra kwa makundi moja moja mpaka tumalizie biidhnillah kuzungumzia hijra ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, na haiko mbali biidhnillah taala tutakuja kuizungumzia. Lakini mwanzo tutaje wale mwanzo katika masahaba waliokwenda mmoja mmoja, wawili kwa makundi, tutawataja tu kidogo na hijra zao, kisha ndio tuje tuzungumzie Darun Nadwa ambapo ndio wapangiwa kuuawa mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha kinachofuata iwe ni hijra ya mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka kuelekea Madina, na pale ndio kama wanavyosema Waingereza ndio turning point ya da'wa ya Uislamu, yani ndio pale kupata nusra da'wa ya Uislamu na kufika pale itakapofika kama tutakavyoeleza inshallah. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. barakallahu fik.